hakuishia hapo. Kimbembe kikubwa kilianza pale jioni, wapangaji walipokusanyika kwenye uwanja wa mbele wa jengo kushuhudia ugomvi kati ya Mama Macho, mchuuzi wa maandazi, na mganga wa kienyeji aliyedai anaweza kupunguza miguu kwa chumvi ya mawe, na Asha Mapafu, mpangaji kijana ambaye alikuwa maarufu kwa kuvaa chupi kama top na kujipulizia pafyumu ya kijani hadi watu washindwe kupumua koridoni. Mama Macho alikamatwa akinyunyiza unga wa kijivu kwenye mlango wa Asha, akiapa kuwa Asha amemroga mwanaye wa kiume ambaye alikuwa ameshikwa na wazimu wa upendo, na kuanza kuvaa vipodozi na kutembea akizungumzia nyota. "Wi Asha, unadhani mimi siwezi? Leo nitakuonesha dawa ya tembo akazalie chumbani kwako." Mama Macho alipiga kelele huku akipeperusha mkono wake uliojaa mafuta ya upako yaliyopakwa pilipili. Asha Mapafu aliruka kama mchura, akamtolea ulimi na kusema, "We mama, acha ushamba. Mwanaye alikuja mwenyewe. Tena yeye ndiyo alinipigia simu akisema anataka kusoma sayansi ya mapenzi." Mpangaji mwingine aliyekuwa anaitwa Kakobe wa Lumumba, kijana wa Kinyakyusa ambaye alikuwa kila siku anavaa tai na suti, hata kama ni saa 11 alfajiri, aliamua kuingilia kati na kupatanisha ugomvi huu. Alikuwa maarufu kwa kuongea Kiswahili